Mnayetufuata katika mafundisho yetu, tunaendelea na somo lifuatalo kuhusu maombi tu, na tulikuwa kwa Zaburi ya 66 na mstari wa 18 au 66 mstari wa 18. Hapo inaonyesha ya kwamba inabidi tuwe na mioyo iliyo sawa ili maombi yetu yakuwe na nguvu na yapate majibu ya muhimu. Mungu wetu ni mtakatifu na Mungu wetu anachukia dhambi na hafurahii dhambi. Mungu wetu anapenda watu walio na mioyo safi na wanayo tazamia haki na wanaopenda kuishi maisha ya utakatifu ya kumpendeza. Na hao wakimkaribia Mungu iko tayari kuwasikia na anafurahia maombi ya wateule, maombi ya watakatifu, wale ambao wanaosha mioyo yao na kutengeneza njia zao, huku wakilinda ushirika mzuri pamoja naye Mungu. Na tukiendelea kusoma, tulipenda tusome pia kwa hali ya kuhakikisha kwamba maombi inahitaji kitu wanasema toba. Toba na utakaso. Katika neno toba inasema ndani usemi mbili, kuna masemi mawili ndani. Neno kutubu ni kuamua mara moja na mimi nageuza au nahamishia maisha yangu katika Mungu. Nageuzia maisha yangu katika Mungu. Nampatia maisha yangu Mungu mara moja kwa lote. Nageuka, nahamia. Hiyo inaitwa toba. Kujitenga na hayo maisha ya dhambi, maisha mabaya, maisha ya giza, maisha ya shetani, nahamia kwa Mungu mimi wote. Hiyo inaitwa kugeuza mwelekeo, kugeuza njia. Hiyo inaitwa toba. Na toba inaweza kuwa mtu ameokoka tayari, anatembea katika wokovu, lakini kuna dhambi moja ni kama inamdodea bado. Ni dhambi ambayo inadumu, ni dhambi ambayo inamkabili, ni dhambi ambayo inafuatana naye. Lakini kukamata maamuzi katika moyo ya kwamba hii nataka niache, nataka nigeuze ili nimwelekee Mungu, ili nimpendeze Mungu, ili nidumishe ule urafiki wangu pamoja na Mungu, ili nikomalie mazungumzo yangu, maombi yangu pamoja na Mungu. Inabidi nigeuke, nikamate maamuzi ya kujitenga na dhambi iliyonionea, iliyolemea maisha yangu, iliyonisumbua. Hiyo inaita toba. Na neno utakaso, utakaso ni kusafika. Kitu kama kimetakasika kilikuwa kichafu lakini kinaoshwa, na wakati kiko kichafu kilikuwa kama hakiwezi kuguswa. Ni kitu kenye hakiguswi ovyo ovyo, na kama kitaguswa kinaguswa kwa uangalifu sana, sababu kisichafui sehemu, kisiharibu sehemu, kisileti doa sehemu, sababu ni kichafu, hakivutii, hakiguswi ovyo ovyo. Lakini kinachotakasika, kilichotakaswa, kinatamanika, kinaguswa, kinatumiwa, kinapelekwa. Hicho ni kitu kilichotakasika. Sasa wakati tunaoshwa mioyoni, tunaonekana kama tunatamanika, tunamvutia Mungu, tunampendeza Mungu. Mungu anatukaribia na sisi tunamkaribia. Sababu tumefanya nini? Tumetakasika. Na hii mara lazima tutakaswe katika damu ya Yesu Kristo. Ni njia moja wake pekee tuliyoitwa kusafishwa, kutakaswa na kuoshwa dhambi zetu moyoni. Mungu alitupatia mwana kondoo wake aliyechinjwa, kaimwaga damu kwa sababu ya maondoleo ya dhambi zetu. Nipo waraka kwanza wa Yohana unasema mtu akiungama dhambi zake, Mungu ni mwaminifu na mwenye haki ili apate kumsamehe na ubaya wote auweke mbali naye. Iko tayari sababu ni mwaminifu na mwenye haki ili asamehe makosa na dhambi na yaweke mbali na mtu huyo. Ndio maana neno katika maombi kutubu au toba na neno utakaso, kusafishwa, kuwa safi, ni vitu viwili vinavyofanya Mungu awe karibu sana nasi. Ukisoma Isaya sura yake ya 1 na mstari wa 15, utaona kitu ambacho Mungu hapendi katika maombi.
Acha nisome hapo Isaya sura yake ya kwanza na mstari wake wa 15. Inasema hivi, ni Bwana alikuwa anasema na Israeli: Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Naona watu ambao wanastahili kumkaribia Mungu wakiinua mikono yao. Sasa kuinulia Mungu mikono ni alama ya kumwabudu, kumkaribia, kumsogelea, kutambua kile alicho, ya kwamba katika yeye ndipo kuna majibu. Na wakati mtu anainua mikono juu, anamwendea Bwana, akimwonyesha ya kwamba anamwabudu, inabidi mikono ya umwagaji wa damu isionekane. Mikono ya dhambi, mikono ya maovu isionekane kwa njia zote. Wakati mtu anainua mikono na imejaa damu, mikono ya dhambi, ya uharibifu, mikono imenyonga roho za watu, hiyo Bwana hakubali maombi hayo. Lazima mpaka yaungamwe. Na 16 nasema nini? Lavez-vous, purifiez-vous. Oge na msafishwe. Mjitakase na msafishwe. Lavez-vous et purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Weka mbali sana mbele za uso wangu matendo yenu ya ukatili, matendo mabaya, maroho mabaya, roho za wauaji, ziweke mbali na mimi. Achieni kufanya mabaya, cessez de faire le mal. 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Jifunzeni kutenda mema na mtafute haki. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Pia mumlinde, msimusumbui aliyeonewa, aliyeachiwa. Mumlinde, mchunge vizuri, mumtie moyo, mumuhimize, msimtupi, mwe karibu naye. Huyu mwenye hana wa kumsemea, hana wa kumtetea. Kisha nasema hivi, mpatie haki aliyepoteza wazazi. Msimnyang'anyi kidogo aliyonayo. Yeye hana baba, hana mama, asionewi, lakini mumtendee haki. Na huyu mjane ni naweza kuwa mama, naweza kuwa sana wanasema mama, shukua na miaka ya kutosha na hana cha kumsaidia. Huyu inabidi atetewe, apewe haki yake, atiwe moyo, asaidiwe. Hichi ndo kenye Mungu anapenda. 16. Osheni, takasikeni, otoweni vitu vibaya kwa macho yangu, hasa matendo yenu ya giza. Mungu hapendi hiyo. Kama watu wanaomba na wanabaki katika giza kubwa, Mungu hafurahii. Panakuja neno toba na kutakasika. Sisi ambao tunapenda kumwendea Mungu katika hali ya kuomba, mwaka huyu tunaenda kuombea, wakati wote wa maisha tunaenda kuomba, sababu maombi ni maisha, kama gisi Ukristo ni maisha, kama gisi ushirika na Mungu ni maisha, sababu kuongea inaendelea mpaka siku zote. Sasa utaacha kuongea na Mungu, na Mungu alikuweka hapo ili uongee pamoja naye na ujadiliane pamoja naye siku za maisha yako yote. Nikisema maombi ni siku za maisha yako yote, lakini sheria za rohoni zinasema lazima utubu, mgeuze na ujitakase ili Mungu akupokee na akufurahie. Mpendwa, nafikiri unaendelea kunifuata vizuri na unafurahia sana somo hili. Mimi nimelipenda mno, sababu ni somo
linanikumbusha, linanitia ujasiri, linanipatia moyo wa kumkaribia yeye awezaye kunijibia. Na huku amenijaza wingi wa ahadi na amepanga mambo mengi. Tena Biblia inasema yeye ni mwaminifu, hawezi kudanganya. Akitoa neno kinywani pake haliwezi kurudi nyuma bila kutimiza malengo yake. Vivyo anavyotoa ahadi, akikuahidia neno ujue lazima ije kutimilika. Lakini anasema inabidi pawe toba na pawe kusafisha mioyo. La repentance et la purification. Watu wake waishi hiyo, na maombi itakuwa na uwezo mkuu. Asante, tunaendelea na somo letu, na mimi nitaendelea kutafakari sana juu ya somo hili ili umkaribie Mungu na Mungu awe jibu. Najua si kwa kuomba kwa sauti kubwa tu, lakini kwa kuomba kama unaenda kuongea. Utaongea na Baba yako wa mbinguni, na katika siri iko tayari kukusikia na kukutendea. Ubarikiwe.